haleluya. Kama mpenda Yesu sema amen. Kama mpenda Yesu sema haleluya. Kama mpenda Yesu sema haleluya. Makofi ya mchungaji haleluya. Shangwe na vigelegele za mchungaji haleluya. Kwa hivyo karibuni na asante sana. Thank you so much. Bwana asifiwe. Kwanza nashukuru Mungu kwa sababu ya hiyo kipindi ambayo kimepita. Mimi najua umejifunza mengi, umefundishwa mengi, nami imefika ni wakati wangu, si wangu, sababu kama Mungu hako pamoja nami, mimi sina wakati wangu. Kwa hivyo ninazo shukrani za Mwenyezi Mungu kwa sababu ya neema yake ambaye amenipea mimi. Kwa hivyo wakati ninaposimama, mimi sijasimama kwa nguvu zangu, wala hata wakati nahubiri sihubiri kwa sababu za nguvu zangu, bali nahubiri kwa sababu ya huyo mwenye uwezo ambaye amenipea mimi. Kwa hivyo kwanza ninaye neno ambaye nalisikia moyoni mwangu, kwa sababu watu wa Mungu nikiwa mmoja, mimi na wewe tumekuwa mahali moja. Yaani tumekaa kama Waisraeli wale walikuwa wanazunguka mahali moja. Na wakati walikuwa wanazunguka hapo mahali, ukiangalia ndio wakiwa pale, jaa ikawa nyingi, ni kwa sababu ni kuzunguka tu. Leo nataka tujue ni kwa nini mimi na wewe tunazunguka. Kuna maandiko ambayo imeandikwa katika kitabu cha Wahibrania, that is chapter 6 from verses 1. Hawa ni Wahibrania walikuwa mahali pale, neno likaandikwa kwa sababu yako na wale Wahibrania walikuwa kwa wakati ule. Na nataka tuanze Wahibrania 6 hapo mstari wa kwanza. The book of Hebrews chapter 6 from verse 1, the Bible says, "Let us stop going over the same old ground again and again, always teaching those past lessons about Christ. Let's go instead to other things and become mature in our understanding. A strong Christian ought to be. Surely we do not need to speak further about the foolishness of trying to be saved by being good, or about the necessity of faith in God. You do not need further instruction about baptism and spiritual gifts, and the resurrection of the dead and eternal judgment." Amen. Bwana asifiwe sana. Nafikiri ukijirudia wewe, mimi nami nijirudie, ukweli tutaona ni kwa nini tunarudia tu ile mahubiri ya mwanzo. Ukiangalia tunarudi, tunazunguka mahali pale, mahali pamoja tu. Tulikwambia mahali yale ya zamani. Ukiangalia ni lazima. Hebu soma Galatia 5:19 ndio tujue ile mafundisho ambayo hastahili kuwa naye. Asinarudi tu pale, hapana. Kuna mambo ambayo imepitwa na wakati. Galatians 5:19, the Bible says, But when you follow your own long inclinations, you are likely to produce these evil results: impure thoughts, eagerness for lasting pleasure, adultery, spiritism, that is encouraging the activities of demon, hatred and fighting, jealousy and anger, constant effort to get the best of yourself, complaints and criticism, the feelings that everyone else is long expect those in your own little group. And there will belong doctrine, envy, murder, drunkenness, wild parties, and other sort of things. Let me tell you again, as I have before, that everyone living that sort of life will not inherit the kingdom of God. Amen. Angalia, hiyo ndio ile mafundisho ya kwanza. Ukiangalia hiyo mafundisho imefanya watu wengi waeleweke mahali waliko. Kwa sababu mafundisho wa kwanza haijalishi kama wewe umefikisha miaka 20,
30, 40 ukiwa tu umeokolewa. Angalia wakati huu. Sisi ni watu wastahili kuwa tumepita mahali pale. Na tusiache kujenga shina la utu. Shina la utu ni ile tu ya hao mafundisho wa 5:19. Ati wewe usikasirike, usitusi, usitukanane, usifanye mambo haya na yale mengine. Haya ukiangalia ni mafundisho ya mwanzo. Yaani wakati uliingia, wakati ulisema umeokoka, haya ndio ile mafundisho wewe ulifundishwa. Wakati ulifundishwa yale, angalia ile mtoto wako wewe umezaa. Ukiangalia wakati ulimzaa kakiwa kadogo, kalikuwa kanachanganya maji na mchanga, kanasema ni chakula. Ikafika wakati mwingine hakajui, kanakunya kanakula mafi. Wewe mwenyewe ukakatandika ukaambia hii si mzuri. Kakaendelea ukakapea chakula ile inastahili. Kutoka hapo kakaendelea. Lakini wewe mtu wa Mungu, hebu niangalie bado ungali mahali pale. Ati ile mafundisho tunataka tukufundishe ni ile ya zamani. Biblia inatuambia tuachane na hiyo mafundisho, tusonge mbele, tufundishe mambo mengine ambaye pengine hata wengine wewe hujajui. Ukiangalia huyu mtoto, mtu wa mafundisho ya kwanza, ndio imefanya watu wengi walemewe na mambo mengi. Sababu hebu angalia the same book Hebrews 5:11. Uangalia hawa watu ni akina nani? The Bible says katika Hebrews 5:11, there is much more I would like to say along these lines, but you do not seem to listen, so it is hard to make you understand. You have been Christians a long time now, and you ought to be teaching others, but instead you have dropped back to the place where you need someone to teach you all over again the very first principles in God's word. You are like babies who cannot drink only milk, not old enough for solid food. And when a person is still living on milk, it shows he is not very far along in the Christian life and does not know much about the difference between the light and the law. He is still a baby Christian. You will never be able to eat solid spiritual food and understand the deeper things of God's word until you become better Christian and learn light from law by practicing and doing light. Amen. Angalia hii ni grupu mbili. Kati ya grupu mbili, wewe ni Mkristiano kama mimi. Na ukiwa a Christian like me, tumekaa muda, kuna ile mimi nimekaa muda, nimekaa ile miaka na wewe umekaa hiyo miaka katika uokovu tu. Lakini Biblia inatuambia kuna mambo mengi hatuwezi kufundishwa, kwa sababu Mungu akituangalia, akiniangalia, anakuona bado wewe ungali mahali ile ya mwanzo. Mahali ile ya mwanzo ni mtu ambaye anafundishwa habari ya ubatizo na kuwekelewa mkono. Hebu angalia, mtu bado unafundishwa habari ya ubatizo na kuwekelewa mikono na pengine habari ya toba. Huyo ukimwangalia Biblia inamfananisha na yule mtoto wako yule bado kale kananyonya. Analinganishwa na hiyo mtoto kananyonya. Kwa sababu kananyonya bado kanataka nini? Kanataka maziwa ya mama. Maziwa ya mama anataka kumaanisha namna gani? Wewe tunaweza kuwa na wewe katika uokovu. Wewe ni mtu mzima, lakini uzima wako mbele ya Mwenyezi Mungu hauonekani. Kwa sababu wewe bado unaambiwa, si usamehe yule tu, tafadhali usamehe tu. Hata kama alikuja Mungu, usamehe tu. Na kuomba, tafadhali angalia unapepelezwa kama mtoto. Usamehe huyo mtu mwingine. Wewe Biblia inakulinganisha na yule mtoto ananyonya. Kwa sababu mtoto ananyonya ni yule amezoea. Hiyo kama ziwa. Lakini yeye mwenyewe katika umri ni mtu wako na miaka yake 40. Hujui miaka ya 40 kama mimi katika uokovu ilikuwa ina maana mbele yako. Kwa sababu nikiwa na miaka katika uokovu, ukweli mimi nastahili kujua, nimejua mema na maovu. Kwa hivyo Biblia nayo ikanifananisha na yule mtu anakula chakula kigumu. Na huyu mtu mwingine kwa kukumbushwa habari ya ubatizo na kuwekelewa mikono. Hebu angalia, tuje kwa maombi. Tukija kwa maombi, wewe mtoto ndio wa kwanza kumwambia
baba, nataka unipe nyumba, nataka unipe hicho kingine shamba, nataka unipe gari, nataka unipe hiyo. Ukiangalia huyu bado ni mtoto. Kwa sababu mtoto wako akikuitisha gari, si unajua ni gari gani anataka. Akikuitisha nyumba, si unajua nyumba iko huko, iko kwa street Kabiro, mnunue hiyo kanyumba mletee. Akikuitisha gari, si unajua ile gari tutoe, mletee toi. Kwa hivyo ndio unaona hapa, hii ndio kipimo yako. Kama hujajua, jipime na ile mambo. Kwa sababu kama ukunywi maziwa, ukweli umefundishwa, hiyo mafundisho mengine umejielewa wewe. Wewe si mtoto tuakuambiwa uwekelewe mikono na ubatizwe. Wewe umetoka mahali pale. Lakini ikiwa hujatoka mahali pale, wewe bado hiyo mafundisho ni kwako. Naye kwa sababu ni kwako, hebu angalia maisha naye inakuwa ngumu kwako. Pigia Yesu makofi. Kwa nini maisha inakulemea? Kwa nini huyo Mungu wako, huyo ambaye unaita Mungu wako, kwani anakuona ukiwa namna gani? Wacha, lazima mimi Mungu anione nimetoka wapi na niko wapi. Yes, kuna wakati nilikuwa mtoto, nilikuwa nikiongea kama mtoto. Mtu akija kuwa mzima, anaongea mambo ya uzima. Si ile mambo, ndugu, wasamehe wajui. Wakitenda ile jambo, niko na watoto. Akitenda lile jambo anatenda, mimi najua hiyo ni majaribu kwangu. Pigia Yesu makofi. Mtoto anastahili kutenda mambo ya kiutoto. Nami mtu mzima nitaelewa. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa sababu ikiwa mimi ni kali nahitaji ile mafundisho ya kwanza, sasa nitamuomba Mungu anipe nini? Nitamwambia Mungu nataka nini kwake? Ni mahitaji gani ninaye kwake? Mungu anaona mimi nahitaji maziwa. Ikiwa anaona mimi nahitaji maziwa, ni kumaanisha mimi sitakuwa mtu mzima yule anatafakari mema na mabaya. Wakati nitafikia ule wakati, hata hakuna kitu. Bwana asifiwe sana. Ukiangalia mimi ni mzee, na niko na familia inaendelea kuwa kubwa kama rafiki yangu. Bwana asifiwe sana. Unajua kama unaona rafiki yangu, ninajua saa hii rafiki yako kuna ile mambo tunaongea naye. Na kuna yule mwingine mtoto mdogo, kuna ile mambo tunaongea na. Kwa hivyo mambo ya huyu mtu mzima, tunajua ni mtu mzima. Tunaketi tukiwa watu wawili, nimwambia hii na hii haistahili na hii na hii. Kitu sisita mwambia hii haistahili. Kitu naye atakuja na hapa dadi tunastahili kufanya hivi. Si unaona huyu anaamuka. Lakini ikiwa kila wakati tuko mahali pale, tukijaribu kujenga badala ya tubomoe ile shina ya kwanza ya maovu, tuanze kufundishana mambo ya ubatizo. Sasa tuanze kufundishana mambo ya uzima. Hebu rudia 6:2 uone vizuri. Hebrews 6:2 inasema hivi: You do not need further instruction about baptism and spiritual gifts and the resurrection of the dead and the eternal judgment. Amen. Hebu angalia. Ili mambo ambayo mimi ninastahili kuwa mahali pale nimeondoka mahali pale. Ndio mimi nikiongea, huwa mnasikia nikiongea habari ya watu wa Mungu kuwa wanakaushwa. Unakaushwa ni nini? Mimi sikukaushi. Unakauka. Hata wewe fikiria mara ya pili. Mimi sikukaushi kwa sababu mimi sikujiji. Hakuna kitu mimi nakujija. Hujaniona kwako nikidimani. Hakuna kitu mimi nadimani kwako. Hata ile matoleo unatoa, I don't demand it from you. Hapa tuelewana vizuri. I don't demand it from you. Bwana asifiwe sana. Amen. Ni kwa sababu gani? Kuna jambo lingine nilijua. Ukiwa mtu mzima, kama mimi sirudii ile mambo. Habari ya kiroho, sijui mafundisho ile, sijui nini. Mimi sirudi huko. Nataka sasa tuanze kusoka. Tumeibiwa na dada. Sasa naweza kuona mbali. Naona mbali wapi?
Lazima sasa kwa ule muda nimekaa kwa Yesu, nijue Yesu ndio mambo yote. Yesu ndio kila kitu. Lakini nisianze kupata shina ingine ya mambo ya zamani. Mambo ya zamani. Mungu akiniona na ile mambo ya zamani kiboko. Sijui kama nini mtu wangu hii. Mimi ni yule mtu anajua viboko ni nini. Mimi nasijua kama ujui. Ninanyoroshwa kwa nini? Biblia inaniambia yule mtoto mtu anapenda, anamnyoro. Kwa hivyo mimi makosa yangu kidogo kubwa, weka chifi. Kwa hivyo mimi ni mtu ambaye anastahili, analainishwa kila wakati. Pengine wewe ulipita mipaka, hakuna Mungu hana haja na wewe. Mambo yako ilitahaulika. Ikitahaulika, wewe utajaribu kulia. Utajaribu kuitika haya na yale, hakuna. Kwa sababu niko shina gani? Niko upande gani? Natetea upande gani? Kwa sababu hakuna haja niwe tena nikipanda ile mambo ya zamani. Mambo ya ubatizo, habari ya roho, habari ya nini, hiyo. Hivi kitu kwanza, mtu yeyote ambaye anampenda Mungu, hakuna mtu anaambia waombe. Sasa hivi dada yangu unastahili kuomba saa moja. Wewe umetoka wapi? Ndio upewe Roho Mtakatifu, ndio hatupe hiyo nafasi. Unajua vile ulikuwa unajitahidi ndio upate Roho Mtakatifu. Ulikuwa unajitahidi ndio upate hicho kitu kingine. Lakini sasa pengine ukafika wakati ile mambo ya zamani ukayarudia. Ukawa kama vile urudia matapiko. Yaani wewe uko pale unarudia matapiko. Yaani unaenda kurapa ile mambo tu uliacha. Ati kwa sababu fulani sijui aliongea yako. Si mimi niko siongee. Lakini ujue hakuna siku utaongea yako. Wewe utaongea yaliyomo moyoni mwako. Yaani yale yale inachamuka, lakini yako mimi huwezi kuongea. Mimi sikupea roho yako. Hata wiki yako pale ndipo sikumpea roho yako. Wacha nini mabibi asimpea roho yako. Wewe kana hiyo roho yako. Unaweza kumpa hiyo mtu roho yako, umpaie nini? Hakuna. Mimi niko na roho yako. Huyu ndugu yangu naye ikafika wakati akazaliwa akapewa roho yake. Ako hivyo. Hawa watu wengine kila mtu alipewa roho yake. Lakini sikupea. Mimi nilikupea. Unajua wakati tuliona nilikupea roho yako. Wewe shuka vizuri. Wacha kudanganya watu. Hata wewe angalia vizuri. Na kupenda. Na dakika hiyo nyingine nikichelewa, wewe ndio huyo kifamba imeamuka. Umetoka wapi? Uliokoka nini? Kuna mambo ile ya mwanzo. Uliokoka nini? Mimi najua kule mwanzo nilikuwa nimelemewa. Nilikuwa nimelemewa na dhambi. Nilikuwa kila siku ni hasira, matekano, chuki, mambo haya na yale mengine. Kwa hivyo Galatians 5 mimi nilikuomba, mama Bwini niliomba. Nikaambia Mungu ukweli, mimi mambo iko ndani yangu. Sababu kila nifanyao kila majaribu ikija kwangu, nasikia hiyo shina inajibuka. Kwa hivyo mimi ndani yangu inakaa Galatians 5 ile 5:19. Sikuwa naenda 22, nitaenda 22 nikiwa wapi? Huwezi kuruka 19 uende verse 22. Verse 22 ni hao watu wamejua mema na mazuri. Wani wanatofautisha haya ni mabaya na haya ni mazuri. Lakini angalia wa sasa. Mtu wako na miaka yake, ametimiza miaka 40, ametimiza kama mimi, ninaenda kugonga 100. Na bado hata nikiongezewa ingine iwe 120. Sitakuwa kweli nimefaulu kwa sababu shina langu ni ile bado niko katika ile shina. Bado ninasimamishwa pale. Na tatu inasemaje 63? Tatu inasema hivi. Hebrews 6:3. The Lord willing, we will go on now to other things. Hebu angalia. Mungu akipenda tuende katika hiyo mafundisho mengine. Bwana asifiwe sana. Ukitaka kujua mambo ni mbaya. Na ukitaka kujua sisi bado tuko ile mahubiri ya kwanza ya ubatizo na kuwekelewa mikono. Angalia saa hii. Hii ni familia yetu. Nafikiri ukiona mtu hako hapa, ujue familia hiyo nyingine imewachwa nyumbani. Kwa nini hiyo familia nyingine inawachwa nyumbani? Wewe unaambia watoto wako nini? Hebu angalia vizuri.
Usiniangalie wachana na mimi. Huyo mtu mwingine ambaye tumewacha nyumbani, tumewamuacha kwa nini? Lazima kuna sababu. Kwa sababu mimi upande wa utu. Mimi ndio huyo. Mtu alikosea mimi, lazima nilipuke. Sasa nimerupuka mbele ya wale ambao walikuwa wananigojea. Niwe na amani. Nitulie. Kweli, waimbaji mnafanyaga kazi mingi. Dada yako, thank you very much. Dada Mungu asante. Isipokuwa Mungu ulikuwa upande wako, ningekuwa wapi? Kwa sababu ile mambo ukiangalia, niwe na mlevi, niwe na mtu wa mairogi. Yana kula mairogi yake. Huyo abaki si anakunywa baki zake. Huyu mlevi si anakunywa nini? Si anataka hiyo kitu ya kumuondolea nini hiyo kiu. Mimi ukweli nitaingia Galatians 5:22. Hebu angalia niko wapi ndio ujue bado sisi tunajaribu kujenga china ya 22. Hebu kusia 22. Unajua nikisema 22 pengine unashindwa ninasema nini? Galatians 5:22, the Bible says, "But when the Holy Spirit controls our life, He will produce this kind of fruit in us: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. And here there is no conflict with Jewish laws." Amen. Angalia. Mimi sijui wakati Roho huyo alikuwa anakuja. Mtu alikuwa from day one. Sisi ambaye tuliokoka wakati ule. Ukipewa Roho Mtakatifu, ulikuwa unaangalia yule mtu ulishuna, unalia machozi. Baba, ilifanya mambo haya yote kwa sababu mimi sikuwa najielewa, sikuwa nimejijua. Kwa hivyo mimi ndio ile mambo unajikuta ile mambo yako ya mwanzo unatubu wewe mwenyewe ndio unatubu. Sasa hii mtu ndio anakula bairungi, sijui inaitwa bairungi. Wewe ukiona imefika hapa, piga Yesu makofi. Ukiona imefika hapa, utasemaje? Mimi sasa sina mtoto. Hii generation ya sasa ni generation mbaya. Wewe unastahili kufa usiku. Wacha kukaa hai. Kwa nini unastahili? Wewe ukiangalia hata ile roho, afadhali ile roho ya Yesu, siku na huruma. Hebu niambie wewe uko wapi? Ukikuta huyu ni mtu amekunywa. Kwani anakunywa kwa sababu anapenda? Hebu rudia tena, nilikuwa Hebu angalia vizuri. Hebu mpatie microphone pale aimbe vizuri. Ndio tusikie vizuri. Kwa sababu ili mambo lazima ieleweke. Nilikuwa nimefungwa. Nilikuwa nimefungwa na nini? Nilifungwa sana duniani na sasa mwovu shetani, bali neema ya Mwenyezi Mungu ikanifanya kuona mbali. Nilikuwa nimefungwa. Yule rafiki yako wewe mwenyewe huoni kule ulikuwa. Huoni vile ulikuwa mkosaji. Huoni vile ulikuwa unatenda yale. Yeye mwenyewe. Neema ya Mwokozi wangu ikanionea huruma, nikaokolewa. Nikishaokolewa, sasa naweza kuona mbali kwa Roho Mtakatifu wa Mungu. Amen. Sasa ndio tuache ile mambo. Yaani hata wewe ukuagi na huruma. Kwa sababu hiyo Roho
uko naye, huyo ni Roho Mtakatifu. Si roho ya Yesu. Roho ya Yesu haikai hivyo. Roho ya Yesu lazima mimi nikumbuke nilikuwa nimefungwa. Nilikuwa na minyororo. Mimi nilikuwa nakula mailongi, bangi, pombe, hiyo ingine na hiyo ingine, na nini ambayo zilikuwa ziwani. Lakini sasa mimi nikiokolewa, sijui ninafika tu mbinguni na kaaga huko mbinguni. Hiyo ni uongo wa Shetani. Ndio hawa watu wengine ambaye wewe umeanza kuona mbali, kuja huyu mtu, yale haya mtu anatenda, si ni mtoto wangu. Pigia Yesu makofi. Hebu nataka unitazame na uniangalie. Niko na familia. Huyu ni mtoto aanze kuenda kinyume na matarajio yangu. Akienda kinyume na matarajio yangu, Hosea 4:6 inaniambiaje? Kwa sababu mimi nakaa naangalia tu mailongi, bangi, sijui pombe, hiyo mimi ni kasumba. Mimi niko na kasumba ndani yangu. Niko na kitu, kuna kitu mimi sina utu. Mungu ndio huyu ameleta mapinduzi. Yes, Hosea. Mungu mwenyewe ameleta mapinduzi. Kitabu ya Hosea 4 mstari wake ni wa 6. My people are destroyed because they do not know me, and it is all your fault. It is all your fault, you priest, for you yourself refuse to know me. Therefore, I refuse to recognize you as my priest. Since you have forgotten my laws, I will forget to bless your children. Amen. Sasa angalia, kama naweza kuona mbali, ukweli nitaona mtoto au mimi ndio nitajiangalia? Sasa hapa ujinga hapa ndio unakaa. Kwa kuomba kumbuka mtoto wangu. Wewe, ukweli Mungu mwenyewe amesema, wewe mhubiri, wewe ndio umenikataa mimi. Si mtoto amekukataa. Ukiangalia wimbo ya Roho Mtakatifu, ukipata nafasi, ilikuwa inasema, vile umekasirishwa, vile nimekasirishwa na wewe, ndio naye huyo mtoto wako amekukasirisha. Hebu angalia, sasa mimi naenda kupambana vita ya fupi, badala nirudi kwa Mungu. Yule ambaye alinipatia huyu mtoto, sasa mimi nipambane na Mungu, nimwambie nimekukosea wewe baba. Nimekuwa mkatili kwako, ndio huyu mtoto wako ako na mayogi na bagi na hiyo kitu kingine. Kwa sababu na mimi nilihama kwako, na wewe ukakataa watoto. Hebu angalia yule mtu anaweza kuona mbali. Angalia tu hapa. Wewe unaangalia mtoto, sijui. Yaani ukiangalia unakaa vita ya mtoto, unakaa vita sijui ya utu. Yaani bado unajaribu kushibua ile shina ya zamani. Ya kiu? Sijui wewe unajua mimi ndio mama yako, unamwonyesha nyono. Anyo. Wewe unajua ulinyonya hii. Sasa ni ya nini? Hii haitolewi. Ulitoa wakati mtoto alikuwa ananyo. Sasa hii unamtolea aone nini? Na anajua hata imesidika kilo. Tanyonya nini? Wakati alikuwa anakanyonya kalikuwa kado. Kalikuwa kanajikika. Sasa utampea kiwa huko. Amezi. Hapo ingine hata imepitwa ni wakati. Ati saa hii wewe umeugua. Wewe uangalie kuugua kwako. Wewe hujui ni akina nani wanaugua. Wale wanaugua ni wale wako ile hapana mwanzo, habari ya ubatizo na kusamehewa hawa ndio wanaugua. Sasa imagine niko na miaka 40 katika uokovu. Alafu mimi ndio huyo nikipiriki bomu imelipuka. Sasa nimwambie nani atalilia mwingine? Mimi nitalilia Mungu niokolewe au nitalilia mtoto? Ni gani wewe unaona nitalilia? Kabila unaona nitalilia nani? Lazima sasa mimi niwe nimejielewa. Mimi ndio nitalilia Mungu kwa sababu kwako ndio kumeharibika. Huyu ni Mungu anasema wakati nitakuwa mkatili kwake, hata watoto watakuwa wakatili. Watanilemea, hakuna mtoto atakuwa akinisikiza. Hebu angalia sasa. Kwa hivyo ukiangalia wako hawakuji hapa kwa sababu wewe ukienda unaenda tu na moto. Ukifika nyumbani ni moto. Wewe umekuwa wapi? Badala wewe uone kwa sababu Roho Mtakatifu anakusaidia kuona.
uone mbali. Hili mambo haikuharibikia hapa, ili haribikia hapa, unajirudia wewe. Ukija jirudia, unakuta mtu ataumwambia aje kanisa, yeye mwenyewe anajileta kanisani. Lakini sasa waombea mtoto, wewe hujiombea ile ukakili wako, uovu wako wewe huoni, unaona tu ubaya wa mtoto. Nani alikwambia hivyo? Ukweli katika maisha, lazima sasa nianze kuona mbali. Nisiwe mtu anaona tu hapa. Mimi nikipata mlevi kweli, hakunywi kwa sababu anataka kunywa. Anaitishwa wapi? Uko mdomo anamuitisha akiwa na shilingi 5, ubao wa levi. Hata sahani hawaweki. Anashika sahani yako ile unamwekea chakula, anaenda anayuza ndio apate kitu cha kuku. Wewe badala sahani na sufuria. Mahali kwa levi sahani na sufuria asikai. Kama hujui hizo ni vitu sina, anaokota haraka, unajua huhesabu vikombe za kukunywa chai, hiyo anahama. Anaenda, anabadilisha na wewe unakuta hii chai na hiyo kikombe hakuna. Ukikuta hakuna, wacha mambo nyingi. Kwani mnaishi na nani hapa? Na baba subua au baba watoto? Mnawaitagaje hawa? Anaitwa baba. Hiyo ni shema. Anaitwa baba subu. Anaitwa baba subua. Angalia, baba subua ni wadadi, si ni wako. Wewe, wakati ulikuta ndio sahani na vikombe zinaenda zikiisha, ulirudi kwa Mungu. Unataka kukamata mwizi. Kama ungerudia Mungu, ungeona umekatamata mwizi naye huyo unamkamata kwa sababu ni kuomba, umeomba. Sawa, tuondoke haya. Huyu ni mlevi. Ujue yeye mwenyewe hakunywi kwa mapenzi yake. Anakunywa sababu ako na kiu. Na wewe ulikuwa na kiu. Wewe kwenda kwa Mungu. Mwambie rafiki yako, yule mwenye hii familia, yeye hulala pale na huanguka pale. Naomba huruma zako. Kwa sababu ukimhurumia, unajua saa hiyo huna mdomo. Ukimhurumia, mimi nitafurahi Mungu sana. Jiunganisha na yeye. Nitendee mema tukiwa pamoja. Nakwambia hutaenda miezi 2 ukiwa na huruma. Bila huyu ndugu yako kuachishwa. Biblia inasema Isaia 24:9 mfazia isijui 10. Ati walevi hawatakunywa, hawatakuwa na kiu tena. Bia itakuwa kali. Itakuwa kali kwa sababu yako. Wewe mwenyewe unajua si mapenzi yake, si kupenda kwake. Anakunywa kwa sababu anaitishwa. Kwa hivyo usipomhurumia hata washa. Mtoto ndio huyo mwenye bangi. Mwenye sijui, nasikia tuambie tuombe dawa ya kulevya. Mimi siwezi kuomba ujinga. Wewe ushindwa ni kwako, utuletee katika nishi tuombe. Ombeni mtoto wako. Kwenda kabisa. Tunamuombea ndio tufanye nini? Wewe ni kwani mtoto alitoka mbinguni akatelemshwa. Mtoto ni wako, ndio amefuta. Ndio wewe umrudie Mungu. Unataka tumuombee. Tuombee namna gani? Hebu kabla aanze kuomba. Utaomba nini baba brother Njoroge? Hakuna kitu. Huyu ni mtoto wako na mwenyewe amekuwa mkatili kwa Mungu. Wewe unataka sana tuingilie wapi? Tuingilie tuombee. Tunaongea wale wanafuta bagi. Kwani ni wa wazee na wa mama? Au mtoto huyu aliletwa au ni Yesu ndio huyu amerudia bagi? Kuna mambo mengine nawe na wewe. Watakuwa na wasimu kwa akili. Hii shida Biblia imesema wazi. Wakati utakuwa mkatili, itakuwa mkatili kwa watoto wako. Kwa nini hatuangalii? Hivyo njia. Tunajaribu kuiba mahali hakuna njia. Hebu tuonyeshe. Anatengeneza njia ni wapi? Tuimbie mahali hakuna njia. Anatengeneza njia. Where there is no way. Kwa njia hata Kizungu kinaulika. Where there is no way, he makes a way. Nafikiri hiyo ni kali sana. Where there is no way, he makes a way. Kwa nini? Wewe mwenyewe kwani hujui? Where there is no way, he makes a way. Huyo ni Mungu. Kwa sababu wewe
unamlilia Mungu wako, kwa sababu unamwambia kwanza wewe ndio unatubu, wajana na mtoto. Mungu nimekuwa mkatili kwako, ndio watoto wako wamepituka wanakunywa guru. Baba, wewe ulisema wakati unakataa sheria yako utatukataa. Kwani unafikiri sai si mazuri pata kudanganya watu? Sai mambo si mazuri. Mungu amekataa dhabihu zako. Akikataa ufanye nini? Lakini badala wewe unyenyekee, wewe jiungu na haja, wachana na mtoto sasa. Wewe kwenda kwa huyo ambaye umekuwa mkatili, ambaye umekuwa mtu mbaya mbele ya macho ya Mungu, si kwako. Wewe ndio unapiga makoti kwa huyo Mungu, vizuri. Unapiga makoti. Ukiomba kwa Mungu, ukiomba msamaha kwa sababu uliwacha sheria yake, ukaharibu sheria zake, naye akarudi kwa familia. Akarudi kwa familia. Hebu angalia vizuri. Wewe sasa unachidaga na ombi la kaitani. Baba tekeleza mtoto. Kwani kuja kwa baba? Hapa kwa baba ndio mambo imeharibikia. Haikuharibia kwa mtoto. Wanyana mtoto. Ukimaliza hapa, kesho mtoto mko naye kwa chashi. Pigia Yesu makofi. Maliza kwa baba. Huyo baba ndiye ulikataa sheria zake, ulikuwa mkatili kwake, ndio naye familia ikawa vile. Kwa hivyo wakati unaona familia iko vile, wachana na familia. Wacha kutupa kujinja na jaya bu. Kuja kwa neno. Mimi Mungu ni sheria zako ni haribu. Ndio maana wewe ukanitupa. Baada ya kunitupa ukaachilia watoto wako wafanye chochote wanataka. Wajana watoto, mtoto hana shida. Yule hapo na shida ni nani? Yule hapo na shida ni mimi. Wacha kuanza. Usianze kupanda, sijui. Huwezi kupanda, mtu unaanza kupanda wapi? Hapa chini ndio ende juu. Wacha kuwa kama nani inaruka. Unawacha shida mahali iko, wewe unaruka tu. Anza mahali shida yako na familia ianza. Anza shida zako na mume wako. Anza shida zako na huyo mwingine. Hata kama mfanyikazi wako. Pole sana pengine hujaajiri mtu. Wakati utaajiri mtu, utajua kwa ajili ni nini. Kama hutajua, atakuwa akikuachia hiyo kazi unafanya. Endelea, anatoka nipe mshahara niende. Utafanya nini? Lakini kwa sababu mtu hajui, wewe kama ni mama na mtoto, sifanyi kazi tena anakuachia. Kama ni mimi nikuandika, uniambie mtoto wako, mtu wangu ya kazi alihama. Mimi hiyo siku nitakwambia kaa nyumbani, siku hiyo utapata mtoto, ukipata hii kazi haina mtu, utaendelea. Ukipata kuna mtu, kaa nyumba. Kwa nini mtu mfanyikazi wako anakuacha? Bila anakuacha hata ukuaji, wewe unamsukua na maneno, kelele, anahama. Vile the same case applies to the other side. Mimi niko na dada yako. Katika dada yako, mimi nilikutana na majaribu, ile inaitwa majaribu. Nikisema hivyo, watu uniangalia tu kwa macho. Nikakutana na majaribu ya aina hii na ile ingine. Mimi siku moja nikahubiriwa. Nikaambiwa ukiona kwako ni mbaya, wewe ndio mbaya. Unajua mimi nilikuwa naona the other side. Kwa sababu yule mwingine sijui anamwambia fanya hii, ananiambia hata wewe kuna mkono ya kuvua socks. Kwani unafikiri wakati nilioa nilikuwa nataka bibi ambaye anasema yes my lord. Hata saa hii yako pale, hata nikimwita my lord ananiambia hapa. Wewe unataka niite nani? Nikimuita mimi nilikuwa nangojea mama fulani, yes my lord. Ndio alikuwa hivyo. My lord ni kazi utafanya wewe. Ndio lord aigie. Lakini sasa unataka kutoka nyikani. Fulani, yes my lord, hiyo utangengana ndio ujue ni nini. Nataka kusemaje? Hakuna kitu kwa Mungu imewekwa pale kila mtu mpita njia akichukua. Hakuna kitu kama hiyo. Kama unataka jambo litendwe kwako,
Chukua neno lile la mwanzo, chukua hilo neno. Kama halikufanyia kazi, ile Mungu alikuwa anafikiria ako na haja ifanyike, utapita mahali pale. Angalia miji yetu, angalia boma zetu. Ikiwa Biblia inasema, Joshua akasema mimi na boma langu tutamtumikia Mungu. Sasa mimi bila nyumba yangu nitatumikia Mungu namna gani? Mimi na nyumba yangu, Joshua akasema tutamtumikia Mungu. Hiyo ndio ukweli. Wakati unaona kinainama, wewe baba umeinamisha mahali, wewe mama umeinamisha mahali, ukija inamita, ukija kataa hiyo gospel, kutoka hapa Mungu akuoni. Na ndio unakuta badala ya nyumba ya Mungu, kwa sababu hii kanisa, wewe unafikiri tuna wazee wangapi? Wengi ya saa moja. Tuko na wazee wengi ambao tumewacha nyumbani. Kwa nini tunawaacha nyumbani? Tuko na hii familia nyingine haikuji. Hata wewe fikiria, ni kwa nini hawakuji? Lazima wewe baba, wewe uko na kasoro na kasura ile inasuia Mungu asije kuangalia kwako. Kwa nini wewe unasimamiwa na shida? Hata wewe fikiria vizuri, kwa sababu kwa Mungu hakuna mambo kama hiyo. Kwa Mungu ni wa kweli. Bora wewe unaangalia neno lake linasemaje. Biblia, wakati mtanitii, na nitawabarikia haya na yale. Nitawabarikia ile maji mtakuwa mkikunywa, na nitawabarikia chakula zenu, na magonjwa nitaondolea. Ni sawa. Wakati tena mtanisikia na mtende haya, nitawabariki kuliko ulimwengu huu. Hebu saa hii tazama, tumebarikiwa kweli kushinda watu wa ulimwengu. Watu wa ulimwengu wana mambo mengi mazuri. Bwana asifiwe sana. Angalia watu wa ulimwengu, kwa sababu wewe ukiona biashara yako haiendi vizuri, wewe uko na biashara yako uone haiendi vizuri, unarudi kwa nani? Kwa Mungu. Kama unarudi kwa Mungu, utaenda kutafuta kamuti. Ngoja nikwambie, utaangalia rafiki yako, wateja wako pale kwa wanapaka laini kwako, hata ubwa hakuna kubweka mahali kwa hiyo biashara yako. So what is next? Hiyo biashara utavuka ukisema sijui uko hakuna biashara. Ni wapi hakuna biashara? Hakuna, kila mahali huko. Wewe mtu wa Mungu, iko biashara. Utakosaje na wewe ni mtu wa Mungu? Kwenda nyenyekea kwa Mungu, jirudie vizuri. Mungu, wewe umesema hivi. Mimi nirudi kwa Mungu kwa sababu moja. Na mimi nafurahia nikisema hivyo. Ukweli, mimi nilikuwa mwishi namba 1. Na mimi nilikuwa bado nafanya kibarua. Wakati mimi nilimrudia Mungu, nikamwambia Mungu, mimi ni mhubiri. Na nikiwa mhubiri, nyimbo kama hizi na hizi, ati Yesu na wale wamekombolewa, yani usaidizi wao wa karibu, chochote wanakosa. Nikaambia watu, marafiki zangu, tulikuwa chance kama hii, sitakuwa nikiimba ile wimbo. Kwa sababu ninaimba hata sioni inaingia wapi. Nikaambia watu, Mungu akaniona, nikasimama wiki mbili, watu wakiimba ile wimbo, mimi nilikuwa nasimama. Unajua sitaketi. Kwa sababu nikiitwa mimi nitaimba namna gani? Yesu na wale wamekombolewa ni marafiki. Mimi nakumbuka nilikuwa natoka kwetu, nilikuja mguu na ile milima iko pale ukitoka kwetu. Iko kali. Nikanunua kama iskeli kutoka kwetu kuja Udhaya, Kilisi kutoka Kiatu kuja Kilisi na baiskeli. Ni kama kubeba baiskeli uyekelee kwa bega uje naye. Mimi nikaangalia nikaona hii kitu inaletea shida. Kwa hivyo na Yesu na wale wamekombolewa, wako rafiki, chochote wamekosa. Sasa mimi baiskeli nikashika nikatupa. Na yule rafiki yangu ni rafiki anajua hivyo, nikatupa. Nilikuwa na ubwa, nilikuwa na ule ubwa wakali, wale wa kizungu. Nikaambia huyu haja kule chakula kwangu tena kama timu. Wakora wakaisha, baiskeli nikawasha. Na sikuenda kutoka hapo Mungu, kumbe wewe ndio utoi, wewe bado wewe kama mtoto.
Hata ukipewa ile chakula hata kabreda, wewe unajikuta tu wewe kwa kila shida. Mimi nikajua sio hivyo. Vile nilifanya, nikamwambia mama mkudi, sasa sitakula chakula bila nyama. Kwa sababu Biblia inatuambia mkinisikia na mtende kama vile niwaambia mtakula chochote kizuri cha ulimwengu. Mimi hata saa hii kanyama napenda. Wewe usiangalie mbele. Unajua ukiangalia mbele utashindwa sasa unapenda na huko unaona vile inabaki moja tu ya panya. Panya nusu. Unajua hii chakula matunda hii hata haikuli. Lakini ni ya kusheka na kuweka hapa ikiwa round. Sasa nataka nigoe ndio irudi hapo chini. Ndio sasa niweze kusema niko na miaka fulani. Mimi nikajua sio hivyo. Ukinisikia na utende mazuri, sasa Isaia 1:19. Mimi kutoka hapo nikaambia mama mkudi chakula nyama. Bila nyama usinipe. Nikamwambia my brother anaitwa William. Shinde yako hapo karibu, ninakuta amepika chakula bila nyama, nikamwambia sisi ni zenyu, ninyi ambaye hamuja kombole. Wewe mama mbona unafikiri chakuaje? Watu wananiangalia wakasema, unajua atasema me? Na ukweli ikawa ni hivyo. Mkinisikiza na mtende vile mtakula mema ulimwengu. Nikaenda mahali nikapewa nduvya huko kwa my brother, nikamwambia hii ni wale watu haja kombole. Wanawafanya hivi. Hii ni wale watu ambao hawaja kombole. Wako wanasema, "Na wewe hiki mtu anajua kujigamba. Kujigamba kwako ndiko la chachi." Tunipigie makofi. Unajua watu wanaona wanasema ni ajindua. Paulo alisema kama anajindua kwa sababu ya Bwana. Hakuna kitu kingine. Mimi sijindui kwa vile nilipea contract pale. Kwa sababu kuna kitu Mungu ametenda. Kutoka hapo, nikaenda kidogo. Nikanunua ile kagari. Kaya mwezi wa 16. Haka kamutu. Nikamwizi. Unaona? Watu wanaenda wakinibaki. Nikapata kagari kengine. Haka kamutu nikamu. Hebu angalia. Sasa waweza kuona kamutu nikamu. Kwa sababu nami nikiona kinaumana mama bue, mimi siendagi kitiki kule na kuja kwa huyu. Mungu, wewe ndio ulituahidi jambo hili. Na hili jambo ulituahidi kwangu ni mlima ambaye haiwezekani isipokuwa unisaidie. Yule Mungu, kwa sababu nimerudi kwa Muumba wako. Yanaambia, ni hivyo umerudi kwangu. Wale ukirudia Mungu, Biblia inasema ukimrudia utajengwa. Mimi sirudii mtu kwa sababu hapa hakuna mtu amenyang'anya kitu. Hakuna mtu amenyang'anya kitu hapa. Na kwa sababu hujanyang'anya, narudi. Mungu ulisema ninarudi kwake. Uliniambia tukikosa kitu tuje kwako. Tukikosa chochote tuje kwako, sababu wewe ndio mwenye kila kitu. Nikaenda tena nikahubiria watu. Fedha na dhahabu ni za Mungu. Hata mimi unaona kama mimi najua fedha na dhahabu ni za Mungu. Hiyo ni uongo. Ndio ukituangalia sisi tunataka nyumba ya nyasi. Kwenda kompetensi hata kitamu. Kwa sababu wewe unadanganya watu huko kanisa ya Mungu ya kiroho, si ya kiroho, wewe si wa kiroho. Wakati utakuwa wa kiroho, gold and silver belongs to God. Hata sasa wewe nikikuuliza, wewe kuniambia gold and silver belongs to God, wewe unajua mahali zinapatikana. Mama bwe tunaenda safari moja. Ukiangalia, mimi lazima huyo mwenye pesa, mpaka huyu mwenye pesa alipe hizo pesa zake. Si zile zako, yeye mwenyewe hizo pesa zako. Hebu rudia tena hadi zake, hebu iba tena. Nataka uone, si tunajua kuiba tu. Na pengine uligaragaja Mungu ukiita. Hadi zake. Hadi zake Mwenyezi Mungu, za kweli na ni amina. Aliyetuahidi sisi, hakika yeye atatimiza. Amen. Angalia vizuri ahadi zake. Mimi niko pale, tuko na wewe. Wewe pengine uniona nikiwa mjinga. Wewe hapo ingine nitakuacha na wewe ujirudie wewe. Yeye ahadi zake. Mimi nachukua
ahadi yake. Yeye aliahidi. Mimi sikuahidi Mungu kitu. Hiyo ahadi ambaye ameahidi mimi. Kwa chakula nikapata. Hiyo nikakulia. Tena nikamuomba Mungu mwenye kila kitu. Mimi ndio nilikuwa, wewe nyinyi mnasikia watu wale wakati. Watu wale wako na roho bovu. Nilikuwa nafikiria wale watu ambao hawakuji kwa kanisa yetu si wa Mungu. Hadi wako na magari mazuri. Kwa hivyo nilikuwa na vita na Mungu. Kwa sababu ndani yangu kulikuwa vitina na siasa na mambo mbaya. Kwa hivyo nilikuwa naona Mungu si wa kweli. Nikarudi kwa neno, nikarudi Galatians 5:19. Wale watu wanakaa hivi, watu wenye matenganyo, wanafanya hii na hii, hawataulizi. Basi nikamwambia mimi niko vile Biblia inaniambia mimi niko hivyo. Usiponisaidia Baba, mambo kwangu hakuna kitu unatupea. Hawa watu umesema hawana ufalme watapata. Na mimi ndio huyu. Nikasumbuana na Mungu, nikaingia Psalm 91. Hiyo nikaahidiwa. Psalm 91 iko na kila kitu yako. Mimi kuahidiwa nikakuta hawa utawakanyaga sijui mambo haya, ukishika upendo wangu chochote huo paso nitakupea. Wakati baada ya siku 3 ndio nikakuja 91. Kukuja hapo ndio sasa nikaanza kuona Mungu. Nikaambia Mungu, fedha na dhahabu ni zako. Mimi nataka wewe unipe hizo zako, si ile zangu. Kwa sababu yako ni ile ya mshahara. Pigia Yesu makofi. Ndio ukiangalia hata kwa mawazo yetu. Mimi hapa nikisema naweza zikagreen, ni mimi peke yangu tu. Ukiwa na maiba, hao wengine wamecheka nyumba ya sanyasi. Wanataka iko wengine wanataka kwenda kwa patufu. Dada, ninaomba watu wengi wakukute huko ndio watu wako patufu wewe. Lakini kwa sababu wewe huoni fedha na dhahabu za Mungu, wewe huna haja. Wewe una haja hata nyumba ikiweko karatasi, wewe uko umetosheka. Lakini ukweli, God and silver belongs to God. Nikashikubana na Mungu. Wewe Mungu ndio umeniambia ni zako. Mimi najua zile zangu. Zile nafanya kibarua. Akaniambia wacha hiyo, nitakupa hii. Nitakupa hii, nitakupa hii, nitakupa hii. Ya. Nani sasa haoni? Mimi nikaanza kuona kumbe wewe ni Mungu wa kila kitu. Nikaanza ile mawazo nilikuwa naye ya utoto ya ile kagari ya Katuroi. Nikatoka hapo. Kwa hivyo akanitendea hili jambo na hilo lingine. Na wewe ni Mungu. Nikaanza kuimba kwa roho yangu. Wewe ni Mungu mkuu, waweza yote, hakuna Mungu kama wewe. Nikaanza kuimba, wewe ni Mungu mkuu, atiwaweza yote. Nikaanza kuamuka. Nikijua yeye huyu Mungu hakuna kitu hawezi kukufanyia wewe. Wewe na wewe ni nini anakwambia? Kuna yale mambo ukitaka kitu kwa Mungu, Mungu akwambia ondoa hii na uondoe hii, nikupe hii. Sijui kama mimi ninapitiaga njia hiyo. Kama hutapita hiyo, utakuta mambo yote inakulalia. Bwana asifiwe sana. Pita hiyo kwa ahadi. Mungu ndio alisema ndugu yangu ataoa, tuko naye hapa. Sasa unajua inabaki nini? Nitampa 1,000. Hiyo next week upate. Uniletee bibi. Sababu pengine ni huko kinauma. Ni huko kinaunama. Unajua hawezi, unajua yeye atasikia aibu. Bwana asifiwe sana. Unajua ni kwa nini? Yeye pengine kule yeye yako, unajua yeye hajui Mungu kama bibi. Kwa hivyo mimi nikimpa 100, ataona nini nilikuwa na shida, wewe harusi nitanunua, nini kingine? Gari niko naye hutakodisha. Ukitaka ile na niko BK nitakununulia, nitakodisha. Unajua naona wanakuja na wengine wanakuja na kakali kapuda, upepo hapa na Malikia. Na baada ya wiki moja Malikia hata kuvuka ajalipepo na gari hiyo ya pesa nyingi. Wewe utakununulia tukutuku mbebo wawili. Hiyo mambo mengine tuachane. Bwana asifiwe. Nataka kusoma namna gani? Nataka kulete baba. Nafikiri umenielewa. Nataka kulete baba na mtoto. Pengine mtoto amejaribu kulia huko kwao. Kimeuma? Lakini baba haija imana.
Kwa baba Mungu, turudi kwa Mungu kwa sababu nikisema baba, huyu nasema kwa sababu ni mtoto. Akija kwangu tutaongea jioni. Bwana asifiwe sana. Lakini nami ambaye najuana na baba na hadi zake nitamilele. Kwa nini wewe naye madamu na gani kukodisha kwa nyumba? Ni nini Mungu amekosa? Wacha ile pesa yako, kwa sababu kuna hiyo pesa yako. Hiyo amekupa, amekupatia kukula. Pigia Yesu makofi. Hiyo ni ya kukula. Hiyo ingine ni ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Mimi nikija hapa, hakuna kashamba nilikuwa nimejinunulia. Nikashukubana na Mungu. Wewe ndio upatia wale watu wengi, unawapatia maploti, mashamba. Pigia Yesu makofi. Wewe ndio uwapea. Mimi siwapei. Sasa mimi ni mkatili. Wewe hapa upeana, nami Mungu utanipea. Nikasukumana. Mashamba ni yake, dunia ni yake, na kilichomo ulimwenguni cha mimi napiga makoti. Kwa hiyo Mungu, ukweli shamba hii ikajitokeza kakubwa. Na hata hako anasema thank you Lord. Hiyo ni kusema thank you Lord. Na hakupatikana kakua kaponya, kagine, na kagine, na kagine. Huyu Mungu kweli ni Mungu. Nikaomba zikagilizi. Sinione na meno. Funga meno. Sababu saa hiyo unaona meno. Nani akwambia uone na meno? Kwa mimi waambie nafundisha watu kwa Mungu. Mimi siwarudiki ulimwengu. Naambia ile mali iko na baba yao. Kwani ni nani ambaye ananipea? Mungu ndio huyo. Akanikuta wakati mwingine Keren. Ika ngapi? Sasa nikisema hivyo, mimi ni wa Masonic au ni wa kanisa yenu? Ajio, asarau. Mimi ni wa Masonic. Wewe unaona mimi ni wa nani? Nitakuwa Mungu. Mimi naponyaja njia za Mungu, mimi siponyeji. Mama pwezi wa bino vya jana nilifanya, hakuna biashara mimi naambia, ni hivi vitu iko na baba wenu. Hebu rudia ahadi zake. Ahadi zake Mwenyezi Mungu za kweli na ni amina. Aliyetuahidi sisi, hakika yeye atatimiza. Bwana, ahadi nilikuwa kipofu rohoni, lakini Yesu akanifumbua. Nikaona mwangaza wa ajabu, nikapata wokovu wa Yesu. Sasa huyu ni kipofu. Ahadi ya Mungu. Unajaribu kuhesabu ile mashilingi yako. Umehesabu kibeti zaidi kwa baba, hii kitu hukutatujua. Wale wengi wako na ploti. Mimi sina. Wengine wametoka kajumba. Hata juzi nilikuwa radio alikuwa kwetu. Akasema kama sitakuwa nimelipa leo nitoke nyumba yake. Unaanza kulia, "Kai baba!" Wacha. Acha kutangaza watu kai baba. Kwani mbeleni Mungu alikuwa wapi? Akaija Mungu alikuwa wapi? Alikuwako. Lakini wewe ukiomba, wewe uangalie wapi kimeumana, lazima uanze mahali. Ukiangalia wana wa Israeli waliambiwa, rudi, angalia wakati wa go back to the crossroad. Si ulisomea hiyo ni mali. Go back to the crossroad. Hata hiyo utaniuliza ni gani? Hebu nisikie. Mwanza kuniuliza hiyo ni gani? Go back. Subua karatasi. Lakini ukishindwa wewe kama hali huko tu useme
Umepata? Fukua. 5:16 inasema 6:16. Thus says the Lord, stand by the Lord and look and ask the internal paths where the good old is, then walk in it, and you will find rest for your souls. But they said, nataka umalizie. Bwana asifiwe sana. Kwenda rudi mahali, sababu kuna mahali kiliumania. Go back to the crossroad. Hapa ndio wewe toka mahali huko kuja hapa ndio ukutane na hadi zako. Ndio ukiwa hapa at the crossroad, wacha kuwa kama biki usimama hivi ajui ni wapi anasikia mvuka inatoka. Wewe ukiwa hapa ahadi za Mungu zote utazipata hapa, kwa sababu wewe kimeumana mahali huko umekauka. Rudi mahali pale, uliita ile njia ambayo inafika kwa Mungu ni gani. Ukiwa hapa ndio utakutana na ahadi zote za Mungu, na ukuna pesa yote ya Mungu utakutania naye mahali pale. Kama sio hivyo, ndugu yangu, utaumia mahali huko, utapiga kelele wewe huko, lakini ni kelele tu, unapiga kelele. Mungu anataka tena mtu anapiga kelele. Mungu anataka mtu. Mungu hali iko hivi. Mimi najua hali ikiwa hivi nimekosea wewe. Mimi ni mtu mtenda dhambi. Nikigojeka kwa sababu mimi ni mwanadamu, namwambia Mungu ukweli wa mambo. Mungu umenipiga kwa sababu nimeharibu hekalu. Lakini umeniahidi. Hata nikiwa nimekosea utanionyesha njia. Tena unaniambia nikitubu utanisamehe. Unaona nina kitu kimeandikwa rohoni mwangu. Mimi magonjwa simalizi naye dakika 30. Nikifanya naye nini? Mimi hapana mtoto. Kwa sababu nimepotea. Sikuwa nimepotea kilomita 20. Nilikuwa ni hapa kurudishwa, nikamtoto kale kamekunia nje. Wewe kwani anakwambia usiende bila suruali? Kwani unakafanyanga nini? Mtoto ni hapa unaenda bila suruali kwa nini? Mtoto anajua kuvaa suruali. Kwa hivyo mimi nami narudishwa hapo karibu tu. Hapo karibu. Kwa sababu mimi nimejua. Kwa hivyo na wewe unajikuta mambo mengi yamekulemea. Just go back to the crossroad. Mwambie Mungu, nataka kurudi kwa ile njia ya kwanza. Kwa sababu njia ya kwanza ilikuwa na mambo mazuri, lakini ile njia niko shida na shida ingine na shida. Bwana asifiwe sana. Hiyo ni wewe utajirudia. Wewe mwenyewe, kwa sababu pengine wewe ndio utatafakari mahali huko. Si mimi niko na shida zangu vile unaniona. Na wewe uko na zako. Mimi na shida zangu lazima nipambane na shida zangu. Lakini kupambana si kupigia Mungu kelele, nachukua maandiko vile imesema. Ninaomba na hiyo maandiko mpaka nipate jawabu kulingana na hiyo maandiko. Siwezi kupata jawabu bila kushika hii maandiko. Hii maandiko ndio taa. Biblia inaniambiaje? Wanaechini 105. Neno lake ndio taa la miguu yangu. Ndio inamulikia miguu yangu. Haya. Kwa hivyo bila hiyo neno hakuna kitu inamulikia. Kwa hivyo sitaki kuendelea sana. Nasema Mungu awabariki, awatendee mema, tukiwacha kurudia ile mafundisho. Kuwa na huruma. Kuwa na huruma. Rudi kwa Mungu. Kwa sababu ya familia. Kwa mzee wako, rudi kwa Mungu. Bwana, rudi kwangu. Kirudi kwa Mungu, njia zote zitakuwa sawa. Mungu abariki sana na watendee mema. Thank you very much. Thank you so much. Tupigie Yesu makofi. Tupigie mchungaji makofi yake pia, kwa sababu neno tumelisikia, hatuna budi bali tutamatishia hapo, na tuombe ili tuweze kutamatisha hapo. Mungu Baba, Mungu wa rehema, twasema ni asanti. Tunazo shukrani mingi ndani ya roho zetu Bwana. Twasema ni asanti kwa sababu wewe umekuwa pamoja nasi tukianza neno la siku ya leo. Tunashukuru jina lako kwa ajili umetufunza kadri na vile mahitaji yetu ilikuwa Bwana. Tunasema ni asanti kwa sababu neno lako limetujia na limetuonyesha mahali tulianza safari. Na vile Bwana tuliendelea tukiwa wakatili na tukiachana na neno lako Bwana. Bwana, neno lako limetujia ili kwa kila mmoja wetu tukajirudia na tukajua mahali tulipotezea mwenendo Bwana. Bwana tusaidie
saidia roho ya kila mmoja wetu, na utusaidie kujua mahali tulipoteza njia yako Bwana, na ili Bwana tukiweza kukurudia, naye Bwana utaweza kuturudia Bwana. Twasema ni asante kwa sababu ya neno la siku ya leo. Twainua jina lako kwa ajili limekuja tu Bwana, likatumulikia Bwana mahali giza ilikuwa imeingia Bwana. Twasema ni asante na twasema wastahili. Pokea sifa, pokea shukrani kwa sababu ya huruma mingi ulizonazo ndani ya roho zetu Bwana. Twashukuru na twasema ni asante Bwana. Tena twasema ni asante kwa sababu ya mhubiri wetu. Twasema ni asante kwa sababu ile neno ametuletea na umemsaidia Bwana. Tuomba Bwana ukazidi kumbariki, ukazidi kumuinua na ukazidi kumtetea kwa ajili ya wema na fadhili zako Bwana. Nasi kama kanisa tunasema ni asante, tukiomba ya kwamba ukazidi kutuendeleza na ukazidi kwa pamoja nasi Bwana. Bwana, tunaenda kufika tamati ya neno la siku ya leo. Tusema ni asante kwa sababu ulianza pamoja nasi, na Bwana mpaka haya masaa tumefika, tumekuona na tumeona mkono wako Bwana. Tusaidie Bwana, tukienda kwa ile section nyingine tumebaki, ili Bwana na utusaidie Bwana. Tunapoenda kutoa matoleo yetu Bwana, tujikabidhi mkononi mwako, ili yote Bwana atakayonyosha mkono wake kutoa yale Bwana utakaomsaidia Bwana, utubariki na tuinue kwa pamoja, na ukitendea hana mengine mengi, sifa na shukrani zikurudie. Na ni katika jina lako na mwana Yesu Kristo na Roho wako Mtakatifu tuomba na kuamini. Amen.